Nilimsikiliza vizuri sana Baba Padri wakati wa mahubiri. Alichokoza fikra zetu kwa maneno yale kwamba aamini kama polisi anaweza kuwa mtu mwema. Sasa nikuhakikishie Baba Padri pamoja na Watanzania wote, nikuhakikishieni kuwa polisi wetu pamoja na maafisa na askari wa vyombo vyote vya ulinzi na usalama ni watu wema kweli kweli, ni wema hasa. Ni wema kwa sababu kubwa tatu. Sababu ya kwanza, kazi yao tunasema ni noble tasking. Ni kazi ambazo ukiandikishwa unatia saini mkataba kwamba uko tayari kufa kwa ajili ya kuwalinda Watanzania. Sasa sijui kuna kazi gani nyingine ambayo watu usaini utayari wa kufa ili kulinda wenzao. Sijui. Hiyo sababu ya kwanza. Hao watu wame sacrifice maisha yao. Lakini sababu ya pili ni majukumu wanayoyafanya. Majukumu haya yanayofanywa na vyombo vya ulinzi na usalama ni majukumu ambayo bila kufanyika taifa liwalo lolote lile litakuwa na mchafukoge. Baba Padri, mimi namshukuru Mungu nimezunguka kidogo duniani. Na katika kuzunguka huko niliwahi kupita pia pale Vatican, ile nchi ya Vatican kule Rome. Sasa nikashangaa kule nako kuna polisi lakini ile nchi wote ni mapadri, maaskofu na masista, lakini kuna polisi na wana majambia marefu kweli kweli. Kasema hata huku kumbe nini sasa? Watu wema hawa wasipokuwepo, ukiwaondoa kwenye equation ya maisha, wataibuka wababe hapa. Mimi huwa napenda kusema kuwa binadamu wote sisi ni vichaa, Sasa kinachotutofautisha tu ni kichaa chetu kinaamshwa na nini, lakini wote ziko mbele kidogo. Sasa kichaa chako ni cha aina gani na kinaamshwa na nini? Hapo ndo tunatofautiana, lakini vyote vimelala kwa sababu ya utawala wa sheria. Ukiondoa utawala wa sheria kwenye equation wataibuka wababe hapa. Wewe unaweza ukakuta Baba Padri wewe ni mbabe mmoja hatari kweli ambaye ukipita kijijini kule watu wote wanakimbia lakini wote tuko katika maisha haya ya utulivu na tunaendelea na maisha vizuri kwa sababu equation hii ina utawala wa sheria na ina watu wanaosimamia kuhakikisha kuwa utawala huo unazingatiwa. Lakini sababu ya tatu ya kwa nini nasema makamanda na askari wa vyombo vyote vya ulinzi na usalama ni wema. Nadhani kwenye kitabu hicho ulichokuwa umeshika unasoma, kitabu kitakatifu kile, kuna mahali wameandika, aidha huo mstari uko nyuma
kabla ya pale ulisoma au baada ya hapo, nako wamesema kuwa hata Baba Mungu ni Mungu wa majeshi na sio Mungu wa madiwani. Sasa kwa mambo haya mimi naona Kamanda Abwao alikuwa mtu mwema na makamanda wote ni wema kweli kweli.